Gogo limegongwa. Sasa tulia tuli, usikie mlio wake. Karibu kwenye Rubaha za Kimataifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mpenzi msikilizaji wa Arusha One Radio, idhihiri kwako idhihiri kwangu. Nichukue nafasi hii kukualika katika kipindi cha Rubaha za Kimataifa, mtizamo wa Kiafrika katika matukio makubwa yanayojiri kote duniani. Miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na jeshi la wanamaji la Urusi limeangamiza droni 23 za Ukraine katika Bahari Nyeusi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema kuwa mgogoro wa Ukraine umeandaliwa na mataifa magharibi kama sehemu ya vita vya moja kwa moja na Urusi. Na nje ya hoteli aliyofikia waziri mkuu wa utawala wa kizayuni wa Israel Benjamin Netanyahu jijini New York nchini Marekani, ambako anatazamiwa kuhutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa, wa mamia waandamanaji wanaounga mkono Palestina wamejitokeza wakiandamana kupinga uwepo wake Netanyahu, wakimshutumu kwa kuendeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina. Hizo ni miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia katika kipindi hiki cha Rubaha za Kimataifa. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia ukurasa wetu rasmi wa YouTube kwa jina la Arusha One Radio. Vile vile unaweza kutumia namba yetu wa studio ya 0752270000. Mimi ni Awadhi Rashid, na moja kwa moja basi tuanze kutizama taarifa ambazo tumekuandalia, mpenzi msikilizaji wa matangazo yetu haya. Tuanzie huko Umoja wa Mataifa, ambapo mjadala wa siku 4 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea huko New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, huku macho ya dunia yakielekezwa kwenye hotuba ya waziri mkuu wa utawala wa kizayuni Benjamin Netanyahu, ambaye anakabiliwa na hati ya kukamatwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Katika siku 3 zilizopita, viongozi kadhaa waliosimama kuhutubia hadhara hiyo kubwa ya dunia wameikosoa vikali Israel na kutoa wito wa kumalizwa mara moja kwa vita vyake dhidi ya Gaza, huku Palestina ikipata msaada mpana wa kisiasa. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameomba nchi wanachama kuendelea kuisaidia kifedha na kisiasa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina UNRWA, akisema lina nafasi isiyoweza kubatilishwa katika kudumisha utulivu wa Mashariki ya Kati. UNRWA ni muhimu kwa mustakabali wa amani na udhabiti wa eneo hili, alisema katibu mkuu Guterres. Hata hivyo, maandamano dhidi ya Benjamin Netanyahu mwenye jina la utani bibi yameshuhudiwa kabla ya waziri mkuu huyo wa utawala wa kizayuni kuhutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa leo. Nje ya hoteli aliyofikia Netanyahu huko New York, mamia waandamanaji wanaounga mkono Palestina, wakiwemo wale wa jamii ya Kiyahudi, wameandamana kupinga uwepo wake Marekani, wakimshutumu kwa kuendeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina. Wachambuzi wanasema waziri mkuu Benjamin Netanyahu atajaribu kuelekeza mjadala kwenye shambulio la Hamas la Oktoba mwaka 2023, lakini hoja hiyo haitozima mjadala mpana kuhusu tuhuma za mauaji ya kimbari. Profesa Muhammad El-Masri wa Doha Institute amebainisha kuwa mauaji ya kimbari si taswira inayoweza kutetewa mbele ya dunia. Ripoti ya uchunguzi wa Umoja wa Mataifa iliyotolewa mwezi Septemba ilihitimisha kuwa Israel imehusika katika vitendo vilivyofikia viwango vya mauaji ya kimbari. Zaidi ya hapo, mahakama ya kimataifa ya haki ICJ bado inasikiliza shauri lililowasilishwa na Afrika Kusini dhidi ya Netanyahu. Wakati Netanyahu akijiandaa kuhutubia, kundi la mataifa yanayojulikana kama The Hague Group, ikijumuisha Palestina, Brazil, Malaysia, Katari, Colombia na Afrika Kusini, yamekutana New York kuzungumzia hatua za pamoja za kumaliza vita huko Gaza. Hiyo jana, rais wa mamlaka ya ndani ya Palestina Mahmoud Abbas, ambaye hakupata kibali cha kuingia Marekani baada ya serikali mjini Washington kumnyima visa, alihutubia kwa njia ya video hadhara hiyo kubwa ya Umoja wa Mataifa. Amemshutumu Netanyahu na serikali ya Israel kwa kutumia njaa kama silaha ya kivita, na akaapa hata mateso haya yakiwa ya muda mrefu vipi, hata vunja moyo wa Palestina kuendelea kuishi katika ardhi yao. Safari ya waziri mkuu Netanyahu kuelekea Marekani iliibua gumzo baada ya ndege yake kuepuka anga la Ufaransa, nchi iliyo mstari wa mbele kusisitiza uwajibikaji wa kukamatwa Netanyahu katika mahakama ya kimataifa uhalifu ya ICC. Hata hivyo, Italia na Ugiriki ziliruhusu ndege ya bibi kupita katika anga zao. Wachambuzi wa diplomasia wanasema Netanyahu ataendelea kuwa na mtindo wa hotuba kali, akishambulia Baraza la Usalama na nchi za Ulaya zilizotambua rasmi taifa la Palestina.
Aidha, Benjamin Netanyahu anatarajiwa kugeuza lawama kwenda Iran na kupinga vikali msimamo wa Marekani kuhusu kutoidhinisha unyakuzi wa ukingo wa Magharibi. Hata hivyo, macho na masikio ya dunia sasa yatakuwa makini si tu kwenye kile atakachokisema jukwani Netanyahu, bali pia kwenye mazungumzo yake ya faragha atakayoyafanya baadaye leo na rais wa Marekani Donald Trump huko Washington. La msingi la kuzingatia hapa ni kuwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu anakwenda katika baraza la Umoja Mataifa akiwa chini ya shinikizo kubwa la kimataifa, huku sauti za ukosoaji wa Israel zikizidi kushamiri na madai ya mauaji ya kimbari huko Gaza yakipata msisitizo wa kisheria na kisiasa kote duniani. Hiyo ni taarifa ambayo tumeanza nayo katika matangazo haya ya Rubaa za Kimataifa. Na tuendelee kusalia huko Marekani, lakini kwa sasa tuelekee kule Washington, mji mkubwa kutoka makao makuu ya Umoja Mataifa pale New York. Ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema hata ruhusu Israel kumega ardhi ya Palestina ukingo wa Magharibi na kuiunganisha rasmi na Israel, jambo ambalo limekuwa likipigwa chapuo na viongozi wengi wenye msimamo mkali wa serikali ya Israel. Mapema hii leo mwanahabari wetu Amina binti Yahya aliandaa ripoti ifuatayo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hataruhusu Israel kuimega ardhi ya Palestina ya ukingo wa Magharibi na kuiunganisha rasmi na Israel. Kauli hiyo inatafsiriwa kama msimamo mpya unaoweza kuibua mvutano mkubwa kati ya Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na washirika wake wa mrengo mkali wa kulia wanaoshinikiza utekelezaji wa mpango huo. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya Netanyahu kuwasili Marekani kwa ajili ya kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Trump alisema kwa msisitizo, "Sitairuhusu Israel kumega ukingo wa Magharibi. Hapana, haitotokea." Hata hivyo, Trump hakufafanua hatua za moja kwa moja atakazochukua kuhakikisha msimamo huo unatekelezwa. Maun Rabban, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, alisema ingawa kauli hiyo ni ishara chanya, bado kuna mashaka makubwa. Maneno ya Trump mara nyingi hubadilika ghafla. Swali ni je, ataendelea kushikilia msimamo huu, na ikiwa Israel itaendelea na mpango yake, atachukua hatua gani? Alihoji mchambuzi huyo. Serikali ya Netanyahu inayojumuisha vyama vya mrengo mkali wa kulia imeweka mezani mipango yake ya kumega ukingo wa Magharibi na Gaza kama ajenda yake ya kisiasa. Mwezi Julai, bunge la Israel lilipitisha kwa kura 71 kwa 13 azimio lisilo la lazima kisheria likitaka ukingo wa Magharibi uunganishwe rasmi na Israel. Pendekezo hilo lilitolewa na Bezalel Smotrich, waziri wa fedha wa Israel, ambaye pia anaishi katika moja ya makazi haramu ndani ya eneo hilo. Makazi ya Kiyahudi yamekuwa yakijengwa katika ukingo wa Magharibi kwa miongo kadhaa. Julai 2024, mahakama ya kimataifa ya haki ilitangaza makazi hayo kuwa haramu kisheria na kutaka yakome mara moja, huku ardhi ikirudishwa kwa Wapalestina. Hata hivyo, viongozi wa mrengo wa kulia wa Israel akiwemo Smotrich wameendelea kusukuma miradi mikubwa ya ujenzi, ikiwemo ule wa E1 ambao wachambuzi wanasema unafuta kabisa uwezekano wa kuundwa taifa huru la Palestina. Kwa muda mrefu, Israel imekuwa ikitegemea msaada mkubwa wa kifedha, kijeshi na kijasusi kutoka Marekani. Kauli ya Trump ikitekelezwa huenda ikatikisa siasa za ndani za Israel na kuathiri uthabiti wa serikali ya Netanyahu. Trump pia aligusia vita vya Gaza, akisema hali ni mbaya sana, huku akidokeza uwezekano wa kufikiwa makubaliano ya amani. Wiki hii alikutana na viongozi wa Saudi Arabia, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri, Jordan, Uturuki, Indonesia na Pakistan, kando ya mikutano ya Umoja wa Mataifa kujadili namna kumaliza mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza. Mimi ni Amina Yahya wa Rubaa za Kimataifa. Ripoti ya mwanahabari wetu Amina binti Yahya inaendelea kutubakisha katika hatua hiyo ambayo rais wa Marekani Donald Trump amesema hata ruhusu Israel kuimega ardhi ya Palestina ukingo wa Magharibi na kuinganisha rasmi na Israel. Sasa wakati hayo yakiendelea, tubakie kwenye taarifa hiyo ambapo
ambapo baadhi ya viongozi wenye msimamo mkali wa kizayuni kule nchini Israel wamemtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kupuuzilia mbali kauli hizo za Trump na badala yake yeye endelee mbele kutoa haraka iwezekanavyo ukingo wa magharibi na uunganishe moja kwa moja na taifa la Israel. Mwanahabari wetu Gregory Ngoti pia amefuatilia taarifa hiyo kutoka kule nchini Israel. Kiongozi wa baraza la mkoa wa Samaria nchini Israel, Yossi Dagan, ameongoza kampeni ya kushinikiza hatua hiyo akisema Netanyahu hana budi kuonyesha uthubutu wa kisiasa. Netanyahu lazima amwambie Trump, hatutasubiri hadi Oktoba 7, 2025, ninatangaza mamlaka ya Israeli. Alinukuliwa na tovuti ya Ynet. Dagan alisisitiza kwamba kila mara mpira upo mikononi mwa waziri mkuu na kadai hana sababu yoyote ya kushindwa kushawishi serikali ya Marekani yenye uelewa iunge mkono msimamo wa Israeli. Wito huo haujaja peke yake, kwani umetiwa nguvu na viongozi wengine wa mrengo wa kulia. Mbunge Aviv Maoz, ambaye ndiye mwakilishi pekee wa chama cha Noam katika bunge la Israeli, alitangaza hadharani msimamo wake wa kumtaka Netanyahu kuchukua hatua ya kuunganisha ukingo wa magharibi na Israeli bila kujali upinzani wa Marekani. Kwa heshima yote kwa Marekani, uamuzi wa kutangaza mamlaka ni wa serikali ya Israeli na bunge, alisema Maoz. Tangu vita vya mwaka 1967 ukingo wa magharibi umekuwa kitovu cha mgogoro kati ya Waisraeli na Wapalestina. Wakati jamii ya kimataifa kwa kiasi kikubwa inauona kama eneo la Wapalestina kwa ajili ya kuanzisha taifa lao, sehemu kubwa ya viongozi wa Israeli wa mrengo wa kulia wanashikilia kwamba eneo hilo ni sehemu ya kihistoria ya kidini ya taifa la Kiyahudi. Katika miaka ya karibuni, vuguvugu la wanasiasa na viongozi wa makazi ya Wayahudi limekuwa likimsukuma Netanyahu kutangaza rasmi mamlaka ya Israeli katika eneo hilo. Hata hivyo, upinzani wa Marekani na jumuiya ya kimataifa umekuwa kikwazo kikubwa. Kauli ya Rais Trump kwamba hatatoa ruhusa kwa Israeli kutangaza mamlaka yake katika maeneo ya ukingo wa magharibi imeibua mshangao kwa baadhi ya viongozi wa Israeli waliotarajia uungwaji mkono kutoka kwa ikulu ya White House. Wengi wao walidhani kuwa uhusiano wa karibu kati ya Netanyahu na Trump ungefanya Marekani iwe tayari kuachia msimamo wake. Badala yake, Trump ameweka msisitizo kwamba hatua ya upande mmoja inaweza kuharibu nafasi ya makubaliano ya amani na kuathiri maslahi mapana ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa Netanyahu, swala hili linamweka katika hali ngumu. Upande mmoja anakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa washirika wake wa kisiasa wa mrengo wa kulia ambao wanataka hatua ya haraka ya kuunganisha ukingo wa magharibi. Upande mwingine anahitaji kuendeleza uhusiano thabiti na Marekani, mshirika wake mkuu wa kimkakati na kijeshi. Kushindwa kwake kutekeleza ahadi za ndani kunaweza kumgharimu kisiasa, hasa mbele ya makundi yenye nguvu ya walowezi na viongozi wa kidini wanaodai mamlaka kamili juu ya ardhi wanayoiona kuwa ya urithi wa Biblia. Wakati huo huo, kupuuza Marekani kunaweza kuathiri misaada ya kijeshi na kisiasa ambayo Israeli imekuwa ikitegemea kwa miongo kadhaa. Mvutano huu unakuja katika kipindi nyeti ambapo siasa za ndani za Israeli na diplomasia za Mashariki ya Kati ziko katika msukosuko mkubwa baada ya tukio la Oktoba 7 ambalo limebadilisha kabisa mijadala kuhusu usalama na mipaka ya Israeli. Wakati wanasiasa wa mrengo wa kulia wakionekana kutaka kulazimisha uamuzi, wachambuzi wa kimataifa wanasema hatua kama hiyo inaweza kuzidisha mzozo wa kupeleka upweke wa kidiplomasia kwa Israeli. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa Netanyahu. Je, atachagua kumpuuza mshirika wake mkubwa duniani Marekani au atakubali mashinikizo ya ndani ya kujitosa katika hatua ambayo inaweza kubadili historia ya mzozo wa Israeli na Palestina? Gregory Ngoti wa Rubaa za Kimataifa. Tuendelee kusalia huko Mashariki ya Kati na sasa tuelekee kule katika ukanda wa Gaza ambapo mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza yameendelea kusababisha maafa makubwa, huku idadi ya waliouawa ikipanda hadi watu 27 tangu alfajiri ya leo. Kwa mara nyingine tena, mwanahabari wetu Amina binti Yahya amekuwa akifuatilia kwa karibu hali inavyozidi kuendelea huko Gaza. Mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza yameendelea kusababisha maafa makubwa, huku idadi ya waliouawa ikipanda hadi wa Palestina 27 tangu alfajiri ya leo. Miongoni mwao watu 16 walipoteza maisha wakiwa kwenye mstari wa msaada wa chakula na maji, wakithibitisha kwa mara nyingine namna vita hii inavyolenga hata wale wasiokuwa na silaha wala ulinzi. Timu za uokoaji zimekuwa zikichimba vifusi vya majengo yaliyoporomoka, zikihangaika kuokoa waliokwama, huku hospitali zikijaa majeruhi wa milipuko, risasi na moto. Utafiti wa kitabibu umebaini kuwa majeruhi wa Gaza wanapata majeraha makali sawa na wanajeshi wa vitani, jambo linaloonyesha ukubwa wa mashambulizi haya dhidi ya raia. Wakati macho ya dunia yakiendelea kuelekezwa Gaza, hali katika ukingo wa magharibi nayo inazidi kuzorota. Usiku wa kuamkia leo, jeshi la Israeli lilifanya misako kadhaa na kuwatia mbaroni wa Palestina 24, akiwemo mwandishi wa habari. Katika mji wa Beit Rima, nyumba moja iliteketea kwa moto baada ya askari kufyatua mabomu ya gesi ya machozi.
na wakazi wawili kulazwa hospitalini kutokana na kuvuta moshi. Tukio hilo limekuja katika kipindi ambacho uvamizi wa kijeshi, mashambulizi ya walowezi na kufukuzwa kwa familia za Kipalestina vimekuwa vikiongezeka kwa kasi tangu Oktoba mwaka jana. Wakati mvutano huu wa kisiasa ukiendelea, jumuiya ya kimataifa imeanza kuonyesha msukumo wa msaada kwa Wapalestina. Norway imetangaza msaada wa dola milioni 4 kwa mamlaka ya Palestina ili kusaidia kulinda uthabiti wa kifedha, huku Saudi Arabia, Uhispania, Uingereza, Japani na Ufaransa zikiungana katika mpango wa dharura wa kuisaidia taasisi hiyo isiumbishwe na mgogoro wa kifedha. Nchi hizi pia zimeitaka Israel kuachia fedha za Palestina inazozuia kinyume na sheria. Wakati huo huo, msafara wa kimataifa wa mashua unaojulikana kama Global Resilience Flotilla umeendelea na safari yake kuelekea Gaza licha ya matatizo ya kiufundi, ukiwa na lengo la kuvunja mzingiro wa Israel na kufikisha msaada wa kibinadamu. Kwa pamoja, matukio haya yanaonyesha taswira tata za mgogoro wa Palestina, Gaza ikilia kwa damu na moto, ukingo wa magharibi ukikandamizwa na misako na hofu, Marekani ikitoa kauli yenye utata lakini yenye uzito wa kidiplomasia, na jumuiya ya kimataifa ikijitahidi ingawa kwa hatua ndogo kuzuia kuporomoka kwa taasisi za Palestina. Swali linalosalia ni iwapo kauli za kisiasa, misaada ya kifedha na misafara ya mshikamano vitatosha kusitisha gurudumu la vita ambalo limekuwa likisaga maisha ya Palestina kwa zaidi ya nusu karne. Mimi ni Amina Yahya wa Rubaa za Kimataifa. Asante mwanahabari wetu Amina Yahya na taarifa hiyo ya hali ilivyo katika ukanda wa Gaza, ambapo jeshi la ulinzi la Israel IDF limeendeleza mashambulizi katika kile ambacho kinasemwa ni kudhibiti kabisa ukanda huo, kama ambavyo waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa idhini hiyo. Naam, kwa sasa tuelekee kule Sudan katika pembe ya Afrika, ambapo vita vyenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vinaendelea kuzua tuhuma nzito kuhusu ni nani anayewasaidia wanamgambo wa Rapid Support Force RSF, kikosi cha kijeshi chenye asili ya kikabila kilichojulikana kwa kuhusika kwenye mauaji ya kimbari, uporaji na ukatili wa kingono, wakati video nyingi za wanajeshi wa RSF zikionyesha wazi mauaji na uhalifu wa kivita wao wenyewe zimeenea mitandaoni. Swali lililokuwa bado halijajibiwa ni nani hasa ambaye anawafadhili wanamgambo hao na kwa nini. Sasa katika mahojiano ya kipekee na kituo cha Uingereza cha Sky News, afisa wa idara ujasusi wa wanamgambo hao wa RSF alijitambulisha kwa jina bandia la Ahmed amethibitisha madai yaliyoenea kwa muda mrefu kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ndio mfadhili mkubwa wa wanamgambo wa RSF. Mwanzoni walikuwa ni Warusi, Wagner na serikali yao, lakini sasa ni UAE wanaunga mkono RSF, alinukuliwa Ahmed akiongeza kuwa ndege nyingi zinazotua nyala huko Darfur Kusini zinasemekana kubeba silaha kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kupitia uwanja wa ndege wa Abjeras nchini Chadi. Kwa mujibu wa Ahmed, uhusiano huo ni wa kifedha zaidi, kwani RSF inadhibiti migodi mikubwa ya dhahabu hususani ule wa Darfur, na Umoja wa Falme za Kiarabu unajulikana kama kitovu kikubwa cha biashara ya dhahabu duniani. Kamanda wa kijasusi wa Joint Task Force Idris Ali ameambia Sky News kwamba silaha za kisasa na droni zinazotumiwa na RSF kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia na wapinzani wake zinatoka Umoja wa Falme za Kiarabu, zikisafirishwa kupitia Chad. Vyanzo vyake vikithibitisha misururu wa magari na malori yaliyopigwa video usiku yakivuka mipaka kutoka Adre kuingia Darfur Magharibi. Kwa mujibu wa takwimu za waangalizi huru, kufikia Disemba mwaka 2024 kulikuwa na ndege 86 kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu hadi Amjeras. Hati ya Sudani kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mnamo Septemba 4 mwaka 2025 ilidai kuwa kulikuwa na ndege 248 kati ya Novemba mwaka 2024 na Februari mwaka 2025 zilizokuwa zikibeba mamluki, silaha na vifaa vya kijeshi. Ripoti za gazeti la The Guardian pia zilithibitisha mifumo wa safari za mizigo kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kuelekea Chad zikiepuka kugunduliwa.
RSF kwa sasa imezingira mji wa Al-Shafa, makao makuu ya Darfur Kaskazini, ambako karibu watu milioni 1 wanakabiliwa na njaa kali kutokana na mzingiro na mashambulizi ya kila siku. Kikosi hicho kimeshutumiwa kwa mauaji ya halaiki huko Darfur, uporaji mkubwa na mashambulizi ya kijinsia. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Umoja wa Falme za Kiarabu imetoa tamko la kukanusha vikali madai hayo. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema tangu kuanza kwa vita imekuwa ikisaidia juhudi za kikanda na kimataifa za kusitisha mapigano na kulinda raia huko Sudan. Wamekanusha kutoa msaada wowote kwa pande zinazopigana na wakalaumu kile walichokiita ni propaganda za mamlaka ya Sudan, upande wa serikali inayodhibitiwa na jeshi, wakisema ni mkakati wa kupotosha na kuongeza muda wa vita. Wamesisitiza kuwa hakuna ushahidi wa moja kwa moja wenye ripoti ya hivi karibuni ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa inaonyesha kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu una wafadhili waasi wa RSF. Serikali ya Chad, hata hivyo, ambayo inatajwa kama njia kubwa ya usafirishaji wa silaha na vifaa kutoka Falme za Kiarabu kwenda kwa wanamgambo wa RSF, haijatoa majibu yoyote ya maana mpaka sasa. Kwa sasa Sudan inaendelea kukumbwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani, huku watu zaidi ya milioni 13 wakiwa wamelazimika kuyakimbia makazi yao. Wakati mapigano yakizidi kuongezeka, tuhuma hizi za ufadhili kutoka nje zinazidisha wasiwasi kwamba vita vya Sudan vinaendeshwa sio tu na nguvu za ndani, bali pia na maslahi ya kijiografia na kibiashara mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani. Haya ni matangazo ya Rubaha za Kimataifa kutoka Arusha, Tanzania. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, jina langu ni Awadhi Rashidi. Tuelekee kule Ulaya Mashariki, ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema kuwa mgogoro wa Ukraini ulioandaliwa na mataifa ya magharibi kama sehemu ya vita dhidi ya Urusi vinaiteketeza Kiev. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa G20 uliofanyika pembeni ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Lavrov amesema kutozingatia katiba ya Umoja wa Mataifa, jambo ambalo amelieleza kama matamanio ukomoloni mamboleo, kumechangia vita vya kikanda na kuongeza mvutano wa kimataifa. Mfano mwingine wa wazi ni mgogoro wa Ukraini uliosababishwa na nchi za magharibi, ambapo NATO na Umoja wa Ulaya wanataka na tayari wametangaza vita halisi dhidi ya nchi yangu na wanashiriki moja kwa moja kwenye vita, alisema Lavrov. Moscow kwa muda mrefu imekuwa ikielezea mgogoro wa Ukraini kama vita vya wakala vya nchi za magharibi dhidi ya Urusi, ikidai kuwa majeshi ya Ukraini yanatumiwa kama mbegu tu za kusababisha vita hivyo. Urusi pia imekosoa mara kwa mara misaada ya kijeshi kwenda kwa Ukraine, ikishutumu nchi za magharibi na hasa Umoja wa Ulaya kwa kuchochea hali ya kijeshi na kutumia lugha uchochezi. Maafisa wa Urusi wamekuwa wakisisitiza kuwa nchi za magharibi zimekuwa zikiongeza mvutano katika eneo hilo kwa miaka mingi bila kuzingatia wasiwasi wa muda mrefu wa Moscow kuhusu upanuzi wake wa mipaka kuelekea kule upande wa Urusi. Na tukiendelea kusalia na taarifa yenye mnasaba na hizo ni kuwa tume ya Umoja wa Ulaya imependekeza mabadiliko ya namna Tume ya Ulaya imependekeza mabadiliko ya namna vikwazo dhidi ya Urusi vinavyopitishwa kwa kupitishwa kwa kura ya wingi na sifa maalum, yani qualified majority, badala ya kura ya umoja, ili kuzuia Hungary kuendelea kuvizuia vikwazo hivyo, limeripoti gazeti la Politico leo Ijumaa likinukuu nyaraka za tume fulani. Kwa sasa Brussels huendeleza vikwazo hivyo kila baada ya miezi 6 kwa uamuzi wa pamoja wanachama wote. Hata hivyo, serikali ya Hungary mara kwa mara imekuwa ikipinga uungaji mkono usio na masharti wa Umoja wa Ulaya kwa Ukraini, ikisisitiza mazungumzo ya amani badala ya msaada wa kijeshi na kutumia kura yake ya turufu veto kuziba misaada mingi ya kifedha na kijeshi ya Umoja wa Ulaya kwenda Ukraine. Chini ya pendekezo jipya, kupitishwa kwa kura ya wingi maalum pekee kungetosha kuendeleza vikwazo hivyo na hivyo kupunguza uwezo wa serikali mjini Budapest kutumia kura ya turufu na kudai masharti kama vile kuachiliwa kwa mali zinazoshikiliwa. Ripoti hiyo pia imeeleza kuwa kabla ya mkutano wa mabalozi wa kudumu wa EU, tume imewasilisha mpango wa kuipatia Ukraine mkopo wa euro bilioni 140 ukihakikishwa na mali za benki kuu ya Urusi zilizozuiwa. Fedha hizo zingetolewa kwa awamu zikisaidia bajeti ya ulinzi. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameunga mkono wazo hilo kila wiki hii, lakini amesisitiza kuwa fedha hizo zielekezwe pekee kwenye ununuzi wa vifaa vya kijeshi na zitalipwa tu iwapo Urusi itafidia kwa Ukraine. Awali mwezi huu tume hiyo pia ilipendekeza kutumia mali za Urusi kama dhamana mkopo wa fidia kwa Ukraine ambao
ambao utalipwa iwapo tu Urusi itafidia fidia hiyo. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya Rubaa za Kimataifa kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Awadh Rashid. Tuelekee studio tukasikilize wahisani. Nitakaporejea nitazidi kukufahamisha taarifa mbalimbali ambazo bado niko nazo katika dawati la Rubaa za Kimataifa. Hii ni Arusha One Radio, tukipeperusha matangazo yetu mbashara kutoka Arusha, Tanzania. Mimi ni Awadh Rashid na haya ni matangazo ya Rubaa za Kimataifa. Miongoni mwa taarifa tulizonazo jioni ya leo ni pamoja na jeshi la wanamaji la Urusi limeangamiza droni 23 za Ukraine katika Bahari Nyeusi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema kuwa mgogoro wa Ukraine umeandaliwa na nchi za magharibi kama sehemu ya vita dhidi ya Urusi. Na nje ya hoteli aliyofikia waziri mkuu Benjamin Netanyahu jijini New York nchini Marekani, mamia ya waandamanaji wanaunga mkono Palestina wakiwemo wanajamii ya Kiyahudi wameandamana kupinga uwepo wake, wakimshutumu bibi kwa kuendeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina. Hizo ni taarifa ambazo tumekuwa nazo katika matangazo haya ya Rubaa za Kimataifa. Mimi ni Awadh Rashid. Sasa tuelekee kule Kiev ambapo jeshi la wanamaji la Urusi limesema limefanikiwa kuangamiza droni 23 za kivita za majini za Ukraine katika Bahari Nyeusi ndani ya kipindi cha siku 7 zilizopita. Taarifa hiyo imetolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi leo Ijumaa kupitia taarifa yake kila siku. Wizara hiyo imetoa kanda video ikionyesha boti zisizo na rubani zikishambuliwa na kufyatuliwa risasi pamoja na kushambuliwa kwa kutumia makombora kujiendesha yenyewe aina Lancet. Ukraine ilitumia magari ya kivita yasiyo na rubani ya majini Autonomous Surface Vehicles ASVS sambamba na ndege zisizo na rubani UAVs wakati wa shambulio lake kubwa la drone katika miji ya pwani ya Novorossiysk na Tuapse iliyo katika mkoa wa Krasnod, Urusi siku ya Jumatano wiki hii. Shambulio hilo limesababisha watu 2 kuaga dunia mjini Novorossiysk na wengine 14 kujeruhiwa katika miji hiyo miwili. Aidha, tishio la mashambulizi ya droni za majini lilisababisha hatua za tahadhari ambapo watalii walisimamishwa kutoka fukwe 180 katika eneo la mapumziko la baharini huko Sochi, mji ambao Rais Vladimir Putin hupenda kwenda kutulia na kujiliwaza. Ni kupeleke tena kule New York nchini Marekani katika Umoja wa Mataifa ambapo tunafahamishwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso amesisitiza haja ya kufanyika mageuzi ya haraka katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema lazima liwe na uwakilishi mpana na wawazi zaidi. Akihutubia mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Jumatano, rais huyo alisema Afrika inastahili kupata viti vya kudumu, akibainisha idadi ya watu wake zaidi ya bilioni 1.4 na mchango unaongezeka katika masuala ya kimataifa. Rais wa Kenya Daktari William Ruto aliunga mkono hoja hiyo, akisisitiza angalau kuwepo kwa viti viwili vya kudumu kwa Afrika vyenye kura ya turufu pamoja na viti viwili visivyo vya kudumu. Amesema mageuzi ya Baraza la Usalama si fadhila kwa Afrika bali ni sharti kwa uhai wa Umoja wa Mataifa. Kwa upande wake, Rais wa Afrika Kusini Cyril Matabela Ramaphosa alilaumu baraza hilo kwa kushindwa kutekeleza wajibu wake wa kulinda sheria za kimataifa katika migogoro ya Gaza, Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akionya kuwa ukiukaji unaoendelea wa sheria za kimataifa unadhoofisha mamlaka na hadhi ya baraza. Mwito wa viongozi hao wa Afrika umeungwa mkono pia katika mkutano wa 7 wa wakuu wa nchi na serikali wa Kamati ya Umoja wa Afrika C10 uliofanyika New York wiki iliyopita. Akizungumza katika kikao hicho, naibu balozi wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Dmitry Polvyenski amesema Moscow inaunga mkono upanuzi wa baraza hilo ili kujumuisha mataifa zaidi kutoka Afrika, Asia na Amerika Kusini. Kwa sasa wajumbe wasio wa kudumu kutoka Afrika na Algeria, Sierra Leone na Somalia wamekuwa wakipishana katika baraza hilo la Umoja wa Mataifa. Nikupeleke kule nchini Israel ambapo mwendesha mashtaka wa serikali nchini Israel amewasilisha mashtaka mazito dhidi ya Yakov Pell, raia mwenye uraia wa Marekani na Israel na mshirika wa dhehebu la Satmar, akimtuhumu kufanya ujasusi kwa niaba ya Iran dhidi ya viongozi wa juu wa Israel wakiwemo waziri mkuu wa majeshi mstaafu Jenerali Elif Halevi na waziri wa usalama wa kitaifa wa Israel Itamar Ben-Gvir. Zaidi mwanahabari wetu Gregory Ngoti anatufahamisha. Mwendesha mashtaka wa serikali nchini Israeli amewasilisha mashtaka mazito dhidi ya Yakov Pell, raia mwenye uraia wa Marekani na Israeli na mshiriki wa dhehebu la Satmar, akimtuhumu kufanya ujasusi kwa niaba ya Iran dhidi ya viongozi wa juu wa Israeli wakiwemo mkuu wa majeshi mstaafu Herzl Halevi na waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir.
Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, Pell ana chuki ya muda mrefu dhidi ya taifa la Israeli, jambo lililomsukuma kuwasiliana na maafisa wa kijasusi wa Iran kupitia mtandao. Kabla ya kurejea Israeli mnamo Julai mwaka huu, alikuwa akiishi Morocco kwa miaka kadhaa, akishiriki maandamano ya kupinga Israeli na kuchapisha makala zilizolaani Uzayuni. Katika moja ya maandamano makubwa mjini Rabat baada ya Oktoba 7, alisikika akisema kuwa Uyahudi wa kweli na Wayahudi wa kweli wanapinga Uzayuni, kauli iliyomfanya kuvutia hisia na uungwaji mkono katika ulimwengu wa Kiarabu. Baada ya kuwasiliana na maafisa wa Iran, Pell alijaribu mara kadhaa kuajiri Waisraeli na wafanyakazi wa kigeni kufanya ujasusi kwa niaba yake, ingawa hakufanikisha. Alipoingia Israeli na kujenga makazi yake mjini Beit Shemesh, alianza kutekeleza maagizo ya maafisa wake wa Iran. Anadaiwa kusafiri maeneo mbalimbali ya nchi kupiga picha ya nyumba ya Halev, kukusanya taarifa kuhusu ulinzi wa Ben Gvir na hata kufikiria kukodisha nyumba karibu na makazi ya viongozi hao ili kufuatilia kwa muda mrefu. Aidha, alikusanya taarifa juu ya shirika linalopigania haki za Wayahudi kuomba katika mlima wa Hekalu ambalo Ben Gvir na mkewe wanadaiwa kuwa wanachama. Hata hivyo, Pell alikataa kupanda mlima wa Hekalu pale alipoombwa na maafisa wake wa Iran, akitaja msimamo wa kidini wa Waharedi wanaoamini Wayahudi hawaruhusi kufika eneo hilo. Kama ilivyo kwa mawakala wengine wanaoshirikiana na Tehran, Pell alilipwa kwa njia ya sarafu ya kidigitali na tayari alikuwa amepokea angalau dola 15,000 kwa huduma zake. Mnamo Septemba 4 alikamatwa na kufikishwa mahakama ya wilaya Tel Aviv, akikabiliwa na mashtaka mazito ya kusaidia adui wakati wa vita, kutoa taarifa za kijasusi kwa lengo la kuhatarisha usalama wa taifa na kutoa taarifa zinazoweza kumsaidia adui. Endapo atatiwa hatiani, Pell anakabili hatari ya kifungo kirefu jela kutokana na uzito wa makosa yake ya uhaini na usaliti. Nikiripotia Rubaa za Kimataifa, mimi ni Gregory Ngoti, Arusha One Radio. Asante Gregory Ngoti kwa taarifa hiyo ambayo inahitimisha matangazo ya Rubaa za Kimataifa. Mimi ni Awadhi Rashid.